Kwa hivyo mkitaka jamii ya watu wasiokula unga, ya watu wasiovuta bangi, ya watu wasiovuta sigara, ya watu wa ovyo ovyo, ya watu wasiojitambua, hiyo ni nafasi ya nani? Ni nafasi ya mama, ni nafasi ya mwanamke. Bali waraa kulli kabiratin imraa, kila jambo kubwa unaloliona hapa duniani, basi ukilifuatilia nyuma kuna mama, nyuma kuna mwanamke. Ukimwangalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi amesemaje muda mfupi tu uliopita hapa? Mtume anasema Mungu hajanipa kama Khadija. Kwa hiyo kumbe ile nguvu ya Sayyiduna Muhammad na ile powerful yake ni kwa sababu nyuma kulikuwa na nani? Nyuma kulikuwa na Khadija salawatullahi wasalamuhu alaiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwenye kichwa changu hapa unapita ule ushujaa wa Ali ibn Abi Talib na umahiri wake na utendaji wake na ilmu yake na ukamilifu wake, imamul kulli fil kull. Ukimsoma Ali, nyuma kulikuwa na nani? Kulikuwa na Fatimatu Zahra salawatullahi wasalamuhu alaiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na ukimsoma Firauna, afwan kwa mfano huo, kwa kuunganisha mifano hiyo hivyo wa ovyo ovyo, lakini ukimsoma Firauna, kushindwa kwa Firauna na kuangamia kwa Firauna ni kwa sababu gani? Nyuma kulikuwa na mama Asia. Firauna aliambiwa wazi wazi, bwana, watoto wa kiume, kuna mtoto mmoja atazaliwa ndiye atakuja kuangusha ufalme wako. Sasa la kufanya nini? Akaamua kila mtoto wa kiume anayezaliwa lazima auawe. Kwa hiyo kipindi hicho ni watoto wa kike tu wanazaliwa. Kipindi hicho ndio akazaliwa nani? Musa alayhi salam. Alipozaliwa Musa, Mungu akampa wahi mama yake Musa, mtoto usimuue, usimfanye lolote, mtie katika kitenga, alafu mrushe, mweke katika bahari, katika mto Naili, maji yatamchukua. Kweli akamweka. Dada yake akawa anamfuatilia kwa mbali. Firauna amekaa na mama Asia, wanapata hewa ya baharini. Ghafla wakaona kitenga kinakuja kwa mbali. Kitenga kile nini? Hebu nenda kwenye kile kitenga kaangalia. Mfanyakazi akaangalia kitenga, akapata ndani kuna mtoto. Firauna ghafla anauliza, wa kiume wa kike? Anaambiwa ni mtoto wa kiume. Asema muweni. Mama Asia anasema la, huenda tukamfanya mtoto. Sisi hatuna mtoto wa kiume, unajua mume wangu, hatuna mtoto wa kiume sisi. Kwa hiyo tumlewe, anatusaidia, tusinapa nyumbani kututambia si wenyewe. Firauna roho nzito. Kuhana amemwambia kwamba bwana, wewe usimuache mzima mtoto wa kiume. Mama Asia very strong, mama madhubuti, mama wa peponi huyu, anamwambia la, mume wangu bwana, huyu muache, tutamfanya mtoto atusaidia, hatuna mtoto sio wa kutusaidia hapa nyumbani. Firauna anakubali. Anamlea nani? Musa. Kamusa Mungu anakapa maajabu, bado ni kadogo shekhi. Mbona katoto kana akili za kupindukia? Unajua mitume wao utume ni kutoka ni wadogo, ni mitume. Firauna akimwangalia Musa na vitendo si vya kawaida. Siku moja akampa mtihani. Unajua kala moto linafanana na tende kidogo. Akamwekea tende na kala moto. Mtume wa Mungu ana akili. Musa kakapeleka mkono wapi? Kwenye kuchukua tende, sio kala moto. Jibril alayhi salam bi abi wa ummi akakapiga mkono, we chukua kala moto, usichukue tende kwa sababu utauawa. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akachukua kala moto akalitia mdomoni, akaungua. Musa akawa akizungumza kidogo hana fasaha kama mnavyotambua. Sasa Musa haka ndiko kalikokuja kumuondoa madarakani Firauna na kumsambaratisha. Lakini aliyemfanya mpaka halelewe huyu ni nani? Ni mama. Kwa hivyo mama nafasi yake, mwanamke nafasi yake katika Uislamu ni kubwa hata kuliko nafasi ya mwanamume. Lakini itoshe ya kwamba jamii iliyokuwa salama salimini inatengenezwa ndani ya nyumba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Allahumma
Allah.